Mwana Malundi au jina maarufu Mwana Malundi, moja katika majina ambayo yanajulikana sana nchini Tanzania. Jina lake hili lilitokana na miguu yake mikubwa zaidi, na jina lake halisi aliitwa Igulu Bugomola, jina ambalo alipewa mara tu baada ya kuzaliwa miaka ya 1880. Umaarufu wa Mwana Malundi ulianza alipokuwa na umri wa miaka 8 mpaka 14, alipokuwa akicheza ngoma za Kisukuma kwa mvuto mkubwa zaidi. Ikapelekea kufahamika na watu wengi sana. Uwezo wake mkubwa wa kucheza ngoma ulisababisha wachungaji wa ng'ombe waache ng'ombe zao na kumshangaa Mwana Malundi. Watu waliacha kazi ambazo wanafanya ili tu waende kumuona Mwana Malundi akiwa anacheza ngoma. Huyo Mwana Malundi jinsi ambavyo alikuwa anacheza rumba kwa namna ambayo ilivutia watu wengi sana. Lakini pia kama ilivyo mafanikio ni mwanzo wa chuki, baadhi ya watu walichukia uwepo wa Mwana Malundi. Waliona anasababisha upotevu wa ng'ombe zilizoachwa peke yake, na wachungaji ambao walikuwa wakimshangaa Mwana Malundi walikuwa wakienda kumuona Mwana Malundi akiwa anacheza ngoma. Lakini siku moja Mwana Malundi na wenzake walienda kwa wataalamu wa jadi au tuseme waganga wa kienyeji kwa ajili ya kusafisha nyota yake, lakini kwake ilikuwa tofauti sana. Baada ya kutoka pale alikuwa na nguvu za ajabu sana, na katika kipindi hiko kulikuwa na mvua kubwa sana ilionyesha mfululizo na kusababisha miti kushindwa kukauka, na ukatokea ukosefu wa kuni katika jamii ya Mwana Malundi, na Mwana Malundi alinyoshea miti hiyo kidole tu na ikakauka yote na kuni zikapatikana. Lakini kile kitendo kilisababisha ukame na mifugo haikupata chakula kwa sababu nyasi na majani yote vilikauka, na hii ikapelekea watu wengi pia wanaomchukia kupata sababu ya kumkamata kwa hatia ya kusababisha ukame. Kabla Mwana Malundi hajakamatwa, Mwana Malundi alimpa mama yake maziwa fresh, na akamwambia mama yake ya kwamba maziwa yale yakiharibika tu basi ajue ya kwamba mtoto wake amefariki. Na akakamatwa na kupelekwa kwa wakoloni, wakamsafirisha mpaka gereza ambalo lilikuwa kisiwani Mafia. Baada ya kufika kule kisiwani, aliwaletea vitimbwi na mauzauza kwa miaka 3, vikapelekea arudishwe. Na alipotolewa, cha ajabu zaidi, maziwa aliyoyaacha kwa mama yake yalikuwa bado hayajachacha kwa miaka 3. Baada ya kurudi, alienda mpaka Mwanza na kufika katika yale mawe yaliyopo Mwanza katika ziwa Victoria kwa ajili ya ibada ya kitamaduni zaidi. Sehemu aliyopita mpaka leo kuna alama za nyayo zake na miguu katika mawe ambayo alipokaa na makalio yake yalibaki katika mawe. Mpaka leo unaweza ukaenda kuyaona, na hii ni kwa ushahidi zaidi. Ni jambo la ajabu kabisa, kwa sababu wote tunajiuliza ni uzito gani ambao alikuwa nao Mwana Malundi wa kusababisha kuacha alama kwenye mawe. Jambo kubwa lililofuata alipofika katika kijiji kimoja ambacho alikuta watu wakilalamika kuibiwa ng'ombe. Ng'ombe hizo zilikuwa zikiibiwa na Wamasai. Aliwaahidi kuwasaidia, akaomba jeshi kwa ajili ya kupambana na hao Wamasai. Wamasai ambao walikuwa tishio kubwa sana kwa wafugaji wote wa Kisukuma. Akapewa askari kadhaa. Alipofika kule, haikuwa kazi kwake, uwepo wake tu ulitosha kurudisha ng'ombe zote zilizoibiwa, na wakachukua na ng'ombe zaidi. Alipowanyoshea tu kidole, walichanganyikiwa na hawakuelewa kinachoendelea. So baada tu ya kutoka pale, kiongozi wa jamii ya Kimasai aliahidi kulipiza kisasi kwa Mwana Malundi, na ndipo kifo chake kilipotokea. Mwana Malundi alikufa kifo cha ajabu sana kutokana na kisasi cha hao Wamasai. Tukio la kifo cha Mwana Malundi linahusishwa na tukio la kutisha zaidi ambalo lilitokea baada ya yeye kukutana na watu ambao walikuwa wanamchukia. Kulingana na simulizi za familia yake, kifo cha Mwana Malundi kilitokana na tukio la kisasi. Wakati mmoja alikumbwa na haja kubwa akiwa porini, ambapo alilazimika kujitenga na wenzake ili kutekeleza mahitaji yake binafsi. Katika hali hiyo, alikata gogo au kujisaidia bila kujua ya kwamba watu waliokuwa wakimchukia walikuwa wanamfuatilia. Baada ya Mwana Malundi kumaliza, alirudi nyumbani kukuta mzigo wake ama gogo lake umewekwa mlangoni kwake. Alipogundua hilo, alitamka maneno ambayo yalionekana kuwa ni laana. Maneno ambayo alikuwa akiyatamka pale ambapo ananyoshea kidole kitu chochote kile kwenye miti na vitu vingine kama hizo hapo vilikuwa vinabadilika na vinakuwa kuni, na ilikuwa inatokea vile ambavyo yeye anapenda. So maneno ambayo aliyatamka pale wakati ananyoshea kidole gogo lake, alisema ya kwamba aliyejisaidia hapa na afe. Maneno haya yalikuwa na maana ya kutaka adhabu kwa yule ambaye amehusika katika kuweka mzigo huo mlangoni kwake. Matokeo ya laana ni kwamba, ilivyoelezwa katika simulizi hizo,
Mtu aliyekuwa amehusika katika tukio hilo alikufa mara moja tu baada ya Mwanamalundi kusema maneno hayo. Hii iliongeza hadithi kuhusu nguvu zake za giza au uwezo wa kipekee wa Mwanamalundi. Wengi walidhani ulikuwa unahusiana na matendo ya zamani ya kushughulikia maadui zake kwa njia zisizokuwa za kawaida. Wapo waliokuwa wanasema ya kwamba Mwanamalundi alikufa kwa maradhi ya kawaida, ingawa maelezo yanayohusishwa na kifo chake yanaonyesha ya kuwa kulikuwa na tukio la ajabu ambalo lilitokea wakati wa kifo chake. Wakati Mwanamalundi alipokuwa akifa, kulikuwa na kishindo kikubwa kilichofanana na tetemeko la ardhi. Hali hii ilisababisha hofu kwa miongoni mwa watu, na wengine walikimbia ovyo wakidhani ya kwamba Wamasai wamevamia eneo lao. Baada ya kifo cha Mwanamalundi, giza lilitanda ghafla katika eneo hilo, hali ambayo ilifanya hata kuku kurudi nyumbani mapema sana, kana kwamba ilikuwa ni usiku. Wakati walishuhudia moshi mwingi ukitoka kwenye kaburi lake baada ya mazishi yake, moshi ambao ulipanda angani na kuibua giza la muda mfupi. Hali hizi ziliimarisha hadithi kuhusu uwezo wa kipekee wa Mwanamalundi kuendelea kumfanya kuwa maarufu zaidi hata baada ya kifo chake. Kifo cha Mwanamalundi hakikuwa tu tukio la kawaida, kilikuwa ni ishara ya mwisho wa mtu ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa katika jamii yake. Umaarufu wake ulisababisha watu wengi kufika kwenye kaburi lake ili kumheshimu na kutafuta baraka zake. Hadithi zake zimekuwa sehemu muhimu sana ya urithi wa Wasukuma, zikielezea maisha yake, uwezo wake wa ajabu na matukio ambayo yalimzunguka. Hivyo basi, kifo cha Mwanamalundi kilihusishwa na matukio mengi sana ya ajabu ambayo yalikuwa yakisimuliwa kutoka katika kizazi hadi kizazi, yakionyesha jinsi mtu mwenye nguvu katika jamii yake alikuwa kama yeye Mwanamalundi. Hivyo chanzo cha kifo cha Mwanamalundi kinahusishwa na moja katika matendo yake ya kisasi dhidi ya wale ambao walikuwa wakimdhihaki au kumfanyia ubaya. Hali hii inadhihirisha jinsi ambavyo hadithi za watu mashuhuri zinavyoweza kuunganishwa na matukio makubwa zaidi yanayohusisha imani za kijamii kuhusu nguvu za giza au miujiza. So, mimi nataka uniambie hapo kupitia uwanja comment, ni kitu gani ambacho umejifunza kupitia hadithi ya Mwanamalundi kutoka katika jamii ya Kisukuma. Nipange hapo kupitia uwanja comment. Mimi naitwa Jitu 1TZ.